Bwana Yesu Kristo asifiwe. Leo hii asubuhi nakuja kukupa kisa cha watu ambao walizukiwa na Mungu. Siku moja walikuwa wamekaa maeneo tofauti tofauti wakiendelea na shughuli zao. Sauti ya Mungu ikasikika, ikasema, "Ni mtume nani akayubiri Injili na watu hawa wapate kunijua na kunigeukia?" Basi watu wale walipoitii ile sauti, Bwana Yesu Kristo akasema, "Enendeni mpaka nitakapowaonesha, nanyi mtauandaa umoja wa Kristo, na kupitia umoja huo nitajidhihirisha na matendo yangu yataambatana nanyi." Ajabu ni kuwa watu hao walipofika kwenye umoja huo walijikuta wako tofauti kiumri, kisura, kielimu, kipato na hata vipawa vilikuwa tofauti. Je, wataweza kujenga umoja huo? Tuone. Ni kama bustani nzuri ya maua. Tazama, kuna maua ya kila rangi. Wengine ni karafuu na wengine ni waridi. Wengine ni maua ya polini kama huyu hapa. Wanatoa harufu nzuri ya upendo wa Mungu. Kanisa, lakini wote ni baraka, si kuuzwa. Imeandikwa, viungo vingi lakini mwili mmoja. Sikio haliwezi kuwa macho, Miguu haiwezi kuwa kichwa, lakini vyote vina thamani sawa mbele za Mungu. Baraka za Bwana hushuka kama umande wa hema. Sisi ni wadogo lakini tuna nafasi. Tunaweza kuimba, kucheza na kusema Yesu ni Bwana. Msitubeze, sisi ni mbegu ya kesho. Kanisa linatupenda nasi tunalipenda. Vijana na wazee, walimu na wahudumu, waleta sadaka na uombezi. Sote tunahitajika. Maana
tusaidie kuishi kwa pamoja, tuthamini kila mmoja bila kujali cheo hali, tukijua ya kwamba hakuna aliye chini, maana wote tumeokolewa kwa neema